Tumesema katika darsa ile ambayo imepita kuhusiana na aya sayuhzamul jamu wa yuwalluna dubur, kwamba karibuni hivi wingi wao utashindwa na watageuka migongo yao waende mbio. Tunasema kama ilivyotokea katika vita vya Badri, kafiri ndio wameshindwa vibaya sana na Waislamu wakapata nusra, wengi wao wakafa, wakubwa wakubwa wakauliwa na wengine wakatekwa. Allah subhanahu wa ta'ala akatimiza ahadi yake katika vita vya Badri, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema hiyo ni adhabu ambayo wameipata hapa duniani, balisaatu maw'iduhum wasaatu adha wa amar, kiyama hasa ndio ahadi yao hasa ya kuangamizwa, na hiyo adhabu hasa wataipata siku ya kiyama. Hiyo ni adhabu imewapata tu duniani, ni kushindwa, kuuliwa, kutekwa. Ile ni adhabu tu ya dunia. Adhabu hasa wataipata siku ya kiyama, ndio ahadi yao waliowekewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Masaa ya kiyama ni nzito na ni kali, ni nzito na ni kali, chungu mno. Alafu baada ya kuzungumza hayo, aya ambayo tunaondokea leo, innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur, hakika ya watu waovu watakuwa wamo katika upotevu wa su'ur, kasema na wako katika adhabu ya kuunguzwa moto wa akhera. Hapa duniani wako katika upotevu na akhera wataunguzwa moto. Moja katika tafsiri ni hiyo, na nyingine fi dhalali, wako katika upotevu wa su'ur, na wako katika kichaa, wazimu, sababu wameiacha haki wakafuata matamanio yao. Kwa hivyo huo ni wazimu. Ai alladhina aktharu min fi'li al-jara'im, wale ambao wanafanya makosa ambayo ni maovu, wanakathirisha kufanya maovu. Wa hiya dhunubul adhima, madhambi makubwa makubwa wanafanya, minashirki wa ghairihi, miongoni mwa shirki na makosa mengine makubwa ambayo si shirki lakini ni makosa makubwa. Hawa wamo katika upotevu na wako hapa duniani wamepotea njia ya haki, njia ambayo ni sawa, na akhera wataingia motoni. Kwa hivyo mwanzo kabisa katika dhambi katajwa shirki, kwa sababu ndio dhambi iliyokuwa mikubwa zaidi, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa, kumfanya Allah kwamba anamshirika wakati yeye pekee ndiye alikuumba. Na ilipotajwa ile dhambi mikubwa katika hadithi sahihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ijtanibu sab'al mubiqat, jiepusheni na mambo saba yenye kumwangamiza mtu. Kiwa nayo mtu mambo hayo ataangamia duniani na akhera. La mwanzo akasema shirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. La mwanzo ni shirki. Shirki ni katika madhambi makubwa, lakini watu wanafanya mchezo, lakini katika madhambi ambayo ni makubwa. Allah akasema inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa ambayo mtu anajidhulumu nafsi yake na anadhulumu upande wa Mola wake, kwamba yeye Allah peke yake ndiye alikuumba ukamfanya anamshirika. Hii ni dhulma kubwa. Kwa hivyo la mwanzo Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja shirki, halafu akataja uchawi, shirku billah wa sihr, na uchawi, na akataja uchawi namba 2 kwa sababu ni shirki vile vile. Shirki ni shirki, ukafiri manake, na uchawi ni ukafiri. Kwa hivyo ndio vikawekwa viwili, vikawa vimeenda sambamba, shirku billah wa sihr, mambo ya uchawi, kwa sababu uchawi ni katika mambo ya ukafiri, kwa sababu mtu yote ukiambiwa ni mchawi manake huyo kakufuru. Na ukiambiwa mtu ni mchawi, ili awe mchawi lazima awe na jini au majini ambao wanamtumikia katika ule uchawi wake, na huyo jini humpati mpaka mkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, ndio utampata huyo jini. Ndio kuna vitabu hivi vya shirikina ambao watu wanasomeshana, ambao chukua mzizi huu, soma visomo fulani na nini, kisha soma visomo hivyo, basi mtu unaweza kumgeuzwa punda huyo hapo, ukamgeuza ng'ombe ukauza, wewe unapeleka sokoni ng'ombe, kumbe sio ng'ombe. Wanafanya shirki, shirku billah. Ukisoma kisomo hiki na kisomo hiki, ukichukua sindano ukaichoma hapa katikati ya harufu hii, basi kule mtu anakufa yeye, kule mtu anakufa yeye. Yaani wewe umechoma sindano katika harufu, kule mtu anakufa. Huu ni ushirikina, mambo ya uchawi haya ni mambo ya shirki. Au ukisoma harufu hii na harufu hii, ukipiga mchanga kwa mara ya mwanzo alafu ukajifuta uso, basi unajikuta kwa Madina. Ndio mtu anakwambia wana sharifu fulani bwana yuko Madina bwana, anasalia dhuhuri Madina, kwa mshirikina, chawi. Kwa sababu kama tulivyosoma katika kitabu makarama ya wali, na kuna mlango maalumu katika vitabu vya tauhidi vinaitwa karamatul awliya, mlango umeandikwa. Na ukisoma Riyadhus Salihina ambao ni kitabu maarufu, Imamu Nawawi kaeka mlango karamatul awliya, makarama ya mawali. Kwa hivyo ni jambo ambalo lipo, lakini wali ni nani?
alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah amewataja mwenyewe mawalii ni wale walioamini na wakamcha Allah, hao ndio mawalii. Kwa hivyo alama kubwa ya kumjua kwamba huyu ni walii, utakapomuona ni mcha Mungu. Sala hazimpiti, ile mambo ya dhahiri, tena siri tunamwachia Allah, lakini ile mambo ya dhahiri yuko mbele kuyatekeleza. Sala na sali kwa jamaa, tunamuona kwamba Ramadhani anafunga, tunamuona kwamba muamala wake na watu ni mzuri. Ile siri Allah ndiye tunamwachia yeye siri, sababu hata Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimi ni binadamu na hukumu dhahiri, siri anamwachia Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tutakapomuona mtu yuko hivi alafu akafanya makarama, tukamwona anatembea juu ya maji na maji kawaida yake huzamisha, lakini yeye akatembea juu ya maji kama boti vile, na huku tunamuona kwamba alhamdulillah anajitahidi. Kwa hivyo tutasema haya ni makarama. Kwa nini? Kwa sababu tunamuona dhahiri kwamba ni mcha Mungu. Lakini jitu atoa pesa yake kwa njia ya riba, levi, au halewi lakini zinifu, kikukopi halipi, alafu umeona amefanya jambo la makarama, ukasema wali. Wali huo unatoka wapi? Huyu ni mchawi. Ni mchawi, si wali, ni mchawi. Kwa hivyo tofauti ya wali na mchawi utaipata yale katika matendo yake. Allah kwa sababu akasema ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Fahamuni, wale mawalii wa Allah ambao ni vipenzi vyake watakuwa hawana hofu wala hawana huzuni. Halafu Allah akawataja ni nani hao? Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ni wale walioamini na wakawa ni wacha Mungu. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, habari njema kwa watu hawa duniani na akhera. Kwa hivyo atakapokuwa hivyo, kuna sihiru inaitwa sihiru as-sufli. Katika vigawanyiko vya uchawi kuna sihiru as-sufli, ambao huyo mchawi wenyewe huwa anatembea miguu chini bila viatu. Sasa unaweza kumwona mtu anatembea miguu chini na huku joho lake watu wamelishika usikokote michanga, ukasema ndio wali yule kutembea miguu chini. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na viatu, na Anas alikuwa anachukua viatu vya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pengine amevua viatu, Anas radhiallahu anhu anavichukua. Kwa hivyo Mtume alikuwa na viatu, lakini wewe kwa uchamungu wako umepanda manake kubwa zaidi, wewe hutaki viatu. Sasa ukimwona mtu anatembea miguu chini, usije ukahukumu moja kwa moja ukasema wali. Kuna uchawi unaitwa sufli, yani huu uchawi huu lazima utembee miguu chini. Huu uchawi kiingilio chake unaingilia vipi? Unaingia kwa kuandika aya za Qur'ani chini ya nyayo kwa damu ya hedhi. Chukua damu ya hedhi unaandika aya za Qur'ani. Wakati mwingine bil maakusa, yani kinyume nyume. Unaandika kinyume nyume. Umefahamu? Kama alhamdulillah rabbil alamin unaanza huko rabbil alamin unaenda mwanzo wa sura alhamdulillah. Yani ukafiri wa kubadilisha maneno ya Allah. Sasa unaandika kwa damu ya hedhi. Sasa hapa kinachotokea ni nini? Majini wanakuja wanakueleza kwamba tuko tayari ututume tunachotaka. Tutume unachotaka, ambayo inakuwa mtu anapata majini wanamtumia katika mambo yao. Soma katika vitabu watakueleza hivi, Swarumul Batari na vingine. Sasa mlango wa mawalii upo, lakini usichanganye. Kwa mtu amefanya jambo ukahukumu moja kwa moja kwa makarama. La, angalia yuko vipi, huyo mtu yuko vipi. Walikutaneni kisa kwa miaka ya nyuma huko Sudani, kulikuwa na mtawala, rais mmoja, mwanawe siku hiyo dhahabu ameenda kukoga katika bwawa. Alienda kukoga, kafunga dhahabu zake kwenye kitambaa, kaziweka. Mbuzi wale wanaopita wakazila zile mbuzi, wakachukua kitambaa kile akameza. Dhahabu zimekwisha kutafutwa, hazionekani. Nilikuwa na mtoto ametoka Sudani akaenda Al-Azhar kusoma. Sakarudi masomoni Al-Azhar, akaja Sudani. Sasa alipokuja Sudani, babake alikuwa mganga. Huyu mtoto babake alikuwa mganga wa kienyeji. Kwa rais unasikieni kijana ule, sikia naomba dua na nini. Kaitwa kijana yule, bwana dhahabu zetu zimepotea, hadithi wapi zimepotea. Kwa hivyo nataka tuombe dua na nini tupate dhahabu zetu. Mtoto akaomba dua, dhahabu hazikuja. Akakasirika, kila wengine wanakuja wanaombea dua, wengine wanakataa kuombea dua. Mambo gani haya? Dhahabu tuzipate, kama si hivyo tutachukua hatua. Unajua tena watawala. Mtoto kalala usiku, akasikia sauti kwamba sisi ndio tulikuwa tunamtumikia babako, kwa hivyo dhahabu ukitaka zitapatikana, lakini ukubali masharti yetu. Nasikia sauti. Masharti gani? Sauti tu anasikia, usujudie sanamu au uwe mke wetu. Yani mwanamume awe mke au utie kinyesi msafu. Yani mambo yote ukafiri. Sababu baba wako alikubali masharti, ikawa tunamtumikia. Sasa babake alipokufa ni kwamba ilionekana jeneza linaruka.
mpaka baadhi ya watu na watoka katika mikono wanalipokea mbele kule, liko angani, jeneza limekamatwa lakini linawatoka katika mikono na watu wakasema makarama ya walii. Makarama ya walii bwana, jeneza linavuruka juu ule, malaika wanalibeba, makarama ya walii. Sasa mtoto akamwambia mama yake, watu wanasema babangu walii, jeneza limeruka. Ilikuwa na amali gani? Kamuuliza, unataka uruke kama nilikuwa naruka babako? Kamuingiza katika chumba, akamwambia angalia chumba hichi babako alikuwa anaingia na hataki aingie mtu mwingine. Angalia hapo kwenye kitambaa chekundu kaika nini? Sanamu. Akamwambia hilo sanamu baba yako alikuwa kila siku analisujudia. Kwa hivyo kuna wasiwasi kwamba mashetani ndio waliombeba alipokufa wakampeleka makaburini. Watu wanasema makarama ya walii, jeneza linaruka. Hii ndio ilikuwa amali ya babako. Sasa alipoambiwa akasikia sauti ile, akamwambia basi kwanza zirejesheni hizo dhahabu, alafu tutaangalia, lakini kwanza zirejesheni hizo dhahabu. Basi akaambiwa mbuzi wa mtaani wote wakusanye. Sauti inamwambia toa amri, mbuzi wote waletwe hapo na tutampiga mmoja kwa kishindo hapo, utasikia tutamwangusha, tapaparika hapo hapo, useme huyo achinjwe na dhahabu zitatolewa. Basi amri ikatoka pale, mbuzi wakakusanywa, akapigishwa mbuzi, mshindo mkubwa kama aliyepigwa mpigaji haonekani, akapaparika mbuzi. Asa mchinjeni huyu, kachinjwa, dhahabu anazo. Watu wakafurahi. Kijana karisi mikoba kwa baba yake, karisi mikoba. Ile kijana akawa yeye analia, kuona kwamba baba yangu alikuwa kumbe ana amali hii, unasujudia sanamu. Sababu wewe ushirikina huu usihukumu tu, akahukumu wali. Mimi siku moja nilipokuwa kijana mdogo nilikuwa naenda sehemu za Pemba. Kuna shekhe mmoja mkubwa, simtaji. Ukifika pale shekhe yule ana watu takriban kutoka Pemba sehemu mbalimbali, ukenda kwake pamejaa mabaskeli. Kipindi hicho zamani kila mmoja na baskeli, pamejaa baskeli pale, wanatoka kila mmoja na vitabu wamekuja kusoma pale. Sasa mimi nilikuwa kijana mdogo kama miaka 14 15, lakini nikifika yule mzee sijui alikuwa anajaribu vipi, alikuwa anachukua kitabu ananiambia nitoe mushkili wangu shekhi. Ananiambia shekhi, nitoe mushkili wangu. Sasa mimi ninaenda katika misala ya lugha, mambo ya nahwu, kwa anafahamisha. Sasa siku hiyo mimi nikatoka mwingia nitoe mushkili. Kutoa mushkili nimemwacha, nimepelekea mabondeni na vijana wenzangu. Nikifika mabondeni huko na vijana wakaangusha embe, kumbe ni ule shekhi kuangusha embe, zikaanguka kama embe 4 hivi. Sasa mimi nataka kuokota, ule shekhi anachokota yeye, ule tulimwacha kwenye baraza kule, zile embe akazokota yeye, tumemwacha mbali kule na kuna uwanda, yani mtu akija na maana unamuona. Kwa hivyo embe akazokota yeye. Kaniambia wewe Hamadi unaumiki, wewe mgeni, hawa ndio wenyeji, hawa lawama zote zinaanguka kwao, kwa hivyo wewe chukua embe. Lakini embe mimi nimeziona chungu sana, sikuchukua. Nikamwambia watoto chukueni. Lakini sasa nikaweza kujiuliza, ina maana haya ni makarama? Nikajiuliza, je, ni makarama? Hapana. Kafuatilia, mke wake akasema kule ndani ya nyumba yao kuna chumba, hicho haingii mtu. Kuna guo jekundu limetandikwa, ameweka mwenyewe na marashi kule, haingii mtu humo, anaenda mwenyewe akisema humo shekhe huyo. Sasa watu wengi sana wamefitinika na masala haya, wanaenda mbele ya Mola wao. Ameshakufa shekhe, ameshakufa, lakini watu wanaenda mbele ya Mola wao wakiwa na mitihani mikubwa, mizigo mizito kama hii ya shekhe. Wewe unaingia katika shamba, wewe umemwacha yuko huko, wewe unaingia katika shamba lakini unamkuta yupo kwenye shamba, yuko huko, ushirikina manake. Sasa haya ni mambo ambayo ni starehe, utapata mafanikio duniani kwa muda mchache, alafu naenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na dhulma kubwa ambayo umefanya shirki. Nafike wakati watu wajijue kwamba shirki ni jambo lilikuwa zito kubwa, ni mzigo mzito mtu ambao, na hueni kwa mganga yoyote ambaye anafanya ushirikina akakwambia hapa umefanya jambo zuri, unataka jambo, toa sadaka. Akwambia toa sadaka, atakwambia jambo moja la ukafiri, kwa sababu yeye ameshaingia katika ukafiri, kwa sababu al-insiyu la yatasilu bil jinni illa idha ishtarata alayhi shartan an yakfura al-insiyu billah. Mwanadamu ambaye anaingia katika mambo ya uchawi haya, haiwezekani kufungamana na jini mpaka akubali masharti, na haya masharti ni kwamba huyu binadamu huyu lazima akufuru. Akishakufuru ndio atapata ule jini amtumie katika mambo yake. Akufuru, ikishakufuru naye anatoa vyovyote vile. Unajua kwamba watu washafukua kichwa cha maiti, wakaambiwa si mwenu utashinda, pikeni supu kichwa hichi. Maiti anafukua na wanapika supu kichwa, wanakunywa. Watu wananyeshwa supu ya mtu ili wapate ushindi. Mkipata ushindi baadaye, ishashinda timu yenu. Haya baadaye inakuwa nini? Hamfi. Kwa hivyo watu watahadhari na mambo haya. Kwa hivyo jambo la mwanzo ni shirki.
Mtume akasema shirku billah wa sihr, na uchawi. Alafu akasema qatlu nafsi allati harama Allahu illa bil haqq, na kuua nafsi ambayo Allah kaharamisha kuuliwa kwake isipokuwa kwa waklu riba, na kula riba, wa aklu mali liyatim, na kula mali ya yatima, watawalli yauma zah, na kukimbia siku ya vita. Islamu na makafiri wanapigana vita vya jihadi, sio vita vya kisiasa, chama hichi na chama hichi, ni jihadi. Uislamu akakimbia, ni katika madhambi makubwa. Wa qadhfu almuhsanati alghafilati almu'minat, na kuwasingizia wanawake wema walioghafilika na makosa ya uzinifu kwamba wamezini, ni katika mijidhambi mikubwa. Na hapa wametajwa alghafilat almu'minat kwa sababu wanawake ndio mara nyingi ndio wanaosingiziwa, lakini na mwanamume vile vile anaingia hapo, lakini wametajwa wanawake kwa sababu ndio mara nyingi. Mwanamke unaona vile vile, lakini kata ndio wanaosingiziwa. Kwa hivyo watu wajiepushe na mambo haya kwa sababu ni ukafiri. Innal mujrimina, hakika ya watu waovu ambao alladhina aktharu min fi'li aljaraim, wanaofanya makosa mengi, wa hiya dhunubu alazima, makosa makubwa, min ashirki wa ghairihi, miongoni mwa shirki na makosa mengine, min almaasi, katika maasi ya zinaa, cheza kamari, kula riba, yote hayo ni katika maasi ya. Sasa hawa ambao ni watu waovu kama hivi, fi dhalalin, wamo katika upotevu, wasur, na wako katika adhabu ya moto akhera. Na wasur tukasema wako katika kichaa, wazimu. Ai hum dhaluna fi dunya, hapa duniani ni wenye kupotea. Dhalaluna anil ilmi, wampotea kuhusiana na ilmu, hawana ilmu wakapotea kwa sababu hawakusoma. Wa dhalaluna anil amal, na wamepotea kuhusiana na matendo, hawafanyi matendo mema. Alladhi yunjihim min aladhabi, matendo ambayo yatawaokoa na adhabu, hawana matendo mema, hawasali, hawafanyi chochote katika matendo mema, haamrishi mema, wakati mabaya, wao wamo tu. Wa yauma alqiyamati fil adhabi alim, na siku ya kiyama watapata adhabu yumizayo, adhabu kali. Wa naru allati tatasaaru bihim, na moto ambao utawaunguza. Watashtailu fi ajsamihim, na utawaka katika miili yao. Hata tablugha afidatahum, mpaka utafikia moto huo katika nyoyo zao, wataungua mpaka kwenye nyoyo. Yauma yushabuna fi nnari, siku watakapokokotwa motoni, ala wujuhihim, kifudifudi juu ya nyuso zao. Yauma yushabuna fi nnari ala wujuhihim, siku ambayo watakokotwa, wataburuzwa kwenye moto juu ya nyuso zao, kifudifudi. Allati hiya ashrafu ma bihi min al-a'dha, watakokotwa waburuzwe katika viungo ambavyo ni vitukufu zaidi, ambazo ni nyuso. Wa alamuha ashaddu min alami ghairiha, na maumivu yake ni makubwa zaidi kuliko maumivu ya kiungo chengine. Uso maumivu yake ni makubwa zaidi kuliko kiungo chengine. Wayuhanuna bidhalika, watakuwa ni wenye kufedheheshwa kwa jambo hilo, kutwa katika nyuso. Wayahuzuna wayuqalu lahum, na watahuzunishwa na wataambiwa wao, dhuku massa sakar, onjeni mguso wa moto. Ai dhuku alama nari wa asafiha, onjeni maumivu ya moto, uchungu wa moto na masikitiko yake. Wa ghaidhiha, na kukasirika kwake hiyo Jahannam, sababu Jahannam itakasirika kama anavyosema Allah katika suratul Mulk, takadu tamayyazu min alghaidh, Jahannam inakurubia kuchanika kutokana na kukasirika kwake. Kwa nini watu wameumbwa waje duniani wamwabudu Allah? Kwa nini wamemwasi? Kwa hivyo Jahannam itakasirika na inakaribia kuchanika. Watu wanashangaa maneno kama haya, kwa sababu Jahannam ni kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye aliyeumba moto kwa ajili ya adhabu. Sasa kusema Allah kwamba umekasirika ni kiumbe chake, wewe unamposha mbwa wako, unamshughulikia, una siku mtu akikugusa tu mbwa amekasirika, anakuja mwilini, anaona bosi wake anataka kumdhuru mbwa tu. Kwa hivyo Jahannam ni kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amekiumba. Kwa hivyo nayo itakasirika siku ya kiyama, ikaribie kuchanika. Wala biha, pamoja na ule moto wake, mwako wake wa moto utakuwa ni mkali mno. Halafu Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza kuhusiana na watu wema katika sura hii, baadaye akazungumza kuhusiana na waovu, akasema innal mujrimina, baada ya kuwataja watu wema. Amewataja watu waovu, alafu atawataja watu wema, innal muttaqina, ambao huu ndio usulubu wa Qur'ani. Kwanza wanatajwa watu wema, alafu wanatajwa waovu, au wanatajwa waovu, alafu wanatajwa watu wema. Ndio hiyo mathania, ndio hiyo mathani, saba mathania au mathania, kwamba inataja watu wema alafu unataja watu wabaya, au wabaya alafu kinyume chake.
ili mtu awe na hofu na matumaini, khaufan wa tamaa. Hapo ndio jambo linalotakiwa. Mtu asikae asina wasiwasi, mimi minalfaizina, wala asikae kawa amekata tamaa moja kwa moja, bali anatakiwa awe na hofu na matumaini. Wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Zukhruf alipowataja watu wema, alafu akawataja watu waovu katika sura Zukhruf aya 74 mpaka 80, akasema innal mujrimina fi adhabi jahannam khalidun, hakika ya watu waovu watakuwa katika adhabu ya Jahannam na humo watakaa kwa muda mrefu. Wa makafiri watakaa milele, na wale ambao si makafiri watakaa kwa muda ambao Allah atataka wakae miaka mingi. La yufattaru anhu, hakuna kupumzishwa humo kwenye moto, ni adhabu tu moja kwa moja. Wa hum fihi mublisun, na wao humo watakata tamaa. Hawatakuwa na tamaa kwamba kuna siku itapungua ile adhabu. Wao wanaona wako katika adhabu tu. Wama dhalamnahum walakin kanu hum dhalimun, Allah anasema wala sisi hatukuwadhulumu, lakini wenyewe walidhulumu nafsi zao. Wenyewe ndio waambiwa tekelezeni maamrisho ya Allah, acheni shirki, acheni mabaya, fanyeni mema. Wenyewe wakakataa, wakafanya maovu, fanya shirki, wakafanya na madhambi mengine. Wama dhalamnahu, sisi hatukuwadhulumu kwa kuwaunguza moto, walakin kanu humu dhalimun, lakini wenyewe walikuwa ndio wenye kujidhulumu nafsi zao. Wanadau ya maliku, watamwita malaika ambaye ndiye alikuwa na waadhibu, mlinzi wa moto. Watamwita ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, mwambie Mola wako atuhukumu tufe. Mwambie Mola wako atuhukumu sisi, mauti yatujie. Qala innakum makithun, Malik atawaambia hakika nyinyi mtakaa humo, hakuna kutoka. Laqad ji'nakum bilhaqi, kwa hakika tulikuleteni haki. Walakinna aktharakum lilhaqi karihun, lakini wengi wenu haki mnaichukia. Tukuleteni haki, Uislamu ufuate, Mtume sallallahu akakufahamisheni, lakini wengi wenu hamuitaki haki. Tokefahamishwa jambo la haki anaipinga na kuichukia. Amsibramu amra, au nyinyi nao ndio wenye kupitisha mambo, yale mambo yao wanayotaka ndio wanayapitisha. Fa inna mubrimun, hapana, sisi ndio wenye kupitisha mambo, tunalotaka tunalifanya sisi, tunalipitisha. Am yahsabuna, au wanadhani anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, kwamba sisi hatusikii siri zao na minong'ono yao wanaponong'ona kupanga mambo yao, hatusikii. Bala, kwa nini tunasikia sisi? Wa rusuluna ladaihim yaktubun, na wajumbe wetu ambao ni malaika wako mbele yao wanaandika kila kitu ambacho wanakifanya, malaika wanaandika. Kwa hivyo huu ni usulubu wa Qur'ani, inakuja kutaja watu wema alafu wanatajwa wabaya, au wabaya alafu watu wema, ili mtu awe na hofu na matumaini. Dhuqu massa sakar, taambiwa onjeni mguso wa moto, yani onjeni moto, huo moto uonjeni. Na kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hakika sisi kila kitu tumeumba kwa qadar, kila kitu kiko katika qadar, Allah amekikadiria. Faqadarna fa ni'mal qadirun, sisi tukakadiria hilo jambo, na ni wazuri walioje wenye kukadiria. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria kila kitu kiwe, kitakuwa na kitakuwa kama alivyotaka Allah kiwe. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kajua, alafu akaumba, alafu akakiandika katika lauhi mahfudh. Ndio qadar, kwamba Allah kishamjua mja wake tokea tone la manii kwamba huyu atakuwa mwema au mbaya. Kwa hivyo qadar ni ilmu ya Allah asabiq, ilmu ya Allah iliyotangulia, na Allah kwamba anastahili kuabudiwa kwa sababu tayari kashajua kwamba mja huyu atakuwa mwema, mwisho wake atakuwa mbaya, au mja huyu atakuwa mbaya, mwisho wake atakuwa mwema. Ni ilmu ya Allah. Kwa hivyo mtu asije akasema kama Allah kishamjalia bwana anaenda kumwadhibu, ni kwamba Allah kamjua. Ni ilmu ya Allah imetangulia, ndio qadar. Kujua Allah mja wake akamuumba, na baada ya kuumba Allah kaandika katika lauhi mahfudh. Hiyo ndo qadar. Kwa hivyo hamna dhulma, ni qadar. Allah subhanahu wa ta'ala ana kila kitu amekiumba kwa qadar, mpaka yale matendo ya watu wanaofanya ni qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah yeye ndiye alikuumbeni na yale matendo yenu yeye ndiye kayaumba. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anamjua mja wake kabla an yakhluqahum, hajawaumba, amejua ma hum amiluna, mambo gani watafanya kabla hajawaumba. Ajili hiyo ndio anastahili ibada, kuabudiwa peke yake bila kushirikishwa. Wa hadha shamilun lilmakhluqati, na hii imekusanya viumbe wote, kwamba Allah kila kitu amekiumba kwa qadar,
wal awalimi al-alawiyya was-sufliyya, na ulimwengu wa chini na wa juu, na viumbe wote walioko chini na walioko juu, wote wako katika kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ta'ala wahdahu, hakika Allah tukufu peke yake, khalaqaha, ndiye aliyeumba, ndiye aliyeviumba viumbe hivyo, la khaliqa laha siwa, hakuna muumbaji isipokuwa yeye Allah peke yake, ndiye aliyeumba. Wala sharika lahu fi khalqihi, wala hana mshirika katika kuumba kwake, kaumba peke yake, hana mshirika. Kwa hivyo ukisema mja huyu haya matendo ambayo anayafanya kwamba ni yeye ndiye mfanyaji na yeye anafanya kwa uwezo wake kila kitu, ina maana umemjalia kwamba mja ni mwenye kuumba, kwa sababu Allah, wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah ndiye alikuumbeni na yale matendo yenu mnayoyafanya ni yeye aliyeumba. Kwa hivyo Allah ni muumbaji wa kila kitu, na sio kama wanavyosema washirikina kwamba kuna ulimwengu kwamba kuna khaliqaini, kuna uumbaji wawili, khaliqun nur wa khaliqudh dhalam, kwamba yuko aliyeumba nuru, mwangaza huu, na aliyeumba giza, kwamba kheri zote hizi basi inatokana na muumbaji huyo ambaye ameumba nuru, na shari zote inatokana na muumbaji huyo ambaye ameumba giza. Sisi tunasema muumbaji wa mambo yote ni Allah subhanahu wa ta'ala, yote mpaka matendo ya watu yameumbwa na muumbaji ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ushahidi uko wapi? Wallahu khalaqakum wa ta'malun, Allah kakuumbeni nyinyi pamoja na yale matendo yenu, yeye ameyaumba subhanahu wa ta'ala. Na huo ndio msimamo wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Al-Qadariyya, yani nufatul qadar, wale wanaopiga qadar, wanasema Allah hajui matendo ya mja mpaka atakapofanya yule mja. Huu kafiri, yani Allah hajui kwamba mja wangu atafanya kadha, hajui mpaka ule mja afanye. Sawa, sio kafiri. Allah subhanahu wa ta'ala amejua kabla mja hajafanya. Hadithi ambayo tuliipita tukaisoma, inna Allaha khalaqa maqadira al-abd, Allah kaumba makadirio ya waja kabla an yakhluqa, kabla hajaumba samawati bi 50,000 sana, kabla hajaumba mbingu na ardhi, samawati wal ardhi bi 50,000 sana, kwa miaka 50,000 nyuma. Allah kashajua kwamba atakuwepo kiumbe fulani na fulani na fulani, atakuwa kadha kadha kadha, na matendo yake yatakuwa kadha kadha kadha, na mwisho wake atamalizia kadha kadha kadha. Hiyo ni qadar. Wa khalaqaha biqada, na ameumba Allah kwa kadhia yake, kadirio yake, sabaka bihi ilmuhu, ambayo ilmu yake imetangulia katika jambo hilo. Wajara bihi qalamuhu, na kalamu yake imepita ikaandika. Awwalu ma khalaqa Allahu alqalam, jambo la mwanzo Allah aliloumba katika viumbe ni kalamu. Qala lahu sufe, Allah kaiambia kalamu uktub, andika. Kalamu ikasema ma aktub, madha aktub, niandike nini? Allah kaiambia andika ma huwa kainu, yatakayokuwa ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama andika. Kwa hivyo kalamu ikaandika yale mambo ambayo yatafanyika yatakayokuwa mpaka siku ya kiyama. Kalamu Allah kaiamrisha iandike na ikaandika. Wajara bihi qalamu, yakapita katika kalamu yake, biwaktiha wa miqdariha, wakati wake na kipimo chake, kiwango chake, kwamba wakati fulani patapita jambo kadha kadha kadha, na litapita kwa kiwango kadha kadha kadha. Yote haya ni katika kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wala habatin fi dhulumati al-ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Yote hayo katika lauhi mahfudhi yameshaandikwa. Wa jamiu, na mambo yote, mashtamalat alayhi min al-awsaf, vilivyokushikamana katika sifa, basi yote yameshaandikwa. Wadhalika ala Allah yasir, na hayo ni mepesi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuyaandika mambo yatakayokuwa mpaka siku ya kiyama. Kila binadamu kuandikiwa mambo yake na atamalizia kadha mpaka kiyama kitasimama, kwa Allah ni mepesi. Walihadha qala, kwa ajili hiyo akasema Allah, wama amruna illa wahidatu, haliwi jambo letu tunalotaka liwe huwa ni mara moja, hakuna kuchelewa, ni mara moja tu. Kalamhim bil basar, kama mpepeso wa jicho, lifanyike jambo fulani basi likun fayakun, huwa linakuwa hapo, hakuna kuchelewa. Kalamhim bil basar, kama mpepeso wa jicho. Fa idha arada shay'an qala lahu, Allah kitaka jambo kuliambia kun fayakun, huwa na hapo linakuwa bila kuchelewa. Kama arada, linakuwa kama Allah alivyotaka. Kalamhil basar, kama mpepeso wa jicho. Min ghairi mumania, bila pingamizi. Min ghairi mumania, bila pingamizi. Wala suuba, wala uzito wowote, wala ugumu wowote, hakuna ugumu.
Allah hutoa amri tukua na linakuwa hapo. Walaqad ahlakna ashyaa, kwa hakika tumeangamiza wenzenu hao wa nyuma waliopita, tumewaangamiza. Wanaambiwa ndio hai au wanaotakabbar, ambao wako hai kwa pumzi walizonazo, wanafanya wanavyotaka. Anasema Allah, walaqad ahlakna ashyaakum, kwa hakika tumewaangamiza wenzenu, minal umami sabiqina, katika umma zilizopita huko nyuma, alladhina amilu kama amiltum, ambao wamefanya matendo kama mnaofanya nyinyi, wakadhabu kama kadhabtum, wakakadhibisha mitume na waliokuja nayo Allah, wakayakadhibisha kama mlivyokadhibisha nyinyi mlio hai. Fahal min mudakkir, basi je, yuko anayezingatia kwamba na sisi wakati wote tutaangamizwa kama walivyoangamizwa wao? Ai mutadhakkir, yuko anayekumbuka. Ya'lamu anna sunnata Allahi fil awwalina wal akhirin wahida, yuko ambaye anakumbuka, anayejua ya kwamba mwenendo wa Allah kwa watu wa mwanzo na wa mwisho ni ule mmoja, kwamba watu wakiasi Allah anawaangamiza tu. Sunnat Allahi, huo ndio mwenendo wa Allah. Walan tajida li sunnati Allahi tahwila, hutokuta mwenendo wa Allah kugeuka. Walan tajida li sunnati Allahi tabdila, wala hutokuta mwenendo wa Allah kwamba unabadilika. Mwenendo ndio ule kwamba watu wameasi Allah anawatia bakora. Allah subhanahu wa ta'ala, umma zote zilizopita wakifanya maasi wanapatilizwa hapo. Waliokoka ni umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanafanya maasi ya Allah na kururia, na kwa mambo mawili umma huu hauangamizwi kwa sababu ya mambo mawili. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Anfal sema, wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim, Allah hawi mwenye kuangamiza umati wako maadamu wewe Muhammad upo nao, hujapa, upo pamoja nao. Allah hateremshi adhabu. Mitume iliyopita anaambiwa mtume tu, fa asri bi ahlika, ondoka na watu wako, biqitri min al-layl, pinga na usiku, ondoka nao, na hao watu wako waache hao, mtawafanya mimi la kuwafanya wewe. Ondoka na watu wako waliokuamini, hao waache. Wengine wanaboriliwa ardhi juu chini juu, wanaberuliwa, wengine wanadibizwa katika ardhi, wengine wanapigwa ukelele, wengine wanazamishwa katika bahari. Kila mmoja na adhabu yake aliyopewa kwa mujibu wa Allah alivyotaka kuadhibu. Fakullan akhadhna bidhambi, kila mmoja waliteswa na kuangamizwa kutokana na dhambi zao, vile walivyofanya Allah ndivyo alivyoangamiza. Sasa umati huu ukapata rehema, ikawa kwa mambo mawili Allah hauadhibu. Wama kana Allahu liyuadhibahum wa anta fihim, Allah hawaangamizi madamu wewe uko nao hujafa. Wama kana Allahu liyuadhibahum wa hum yastaghfirun, na Allah hawaadhibu madamu wanaleta istighfari. Katika wao wako wanaoleta istighfari, astaghfirullah, wanaleta istighfari. Kwa hivyo Allah ile adhabu anaiondosha, lakini muda itakapobakia kwamba na hata istighfari hamna tena, Allah hapo anawaangamiza. Na haya maajabu haya yamekuja baada ya kusema Allahumma, ewe Allah, in kana hadha huwa alhaq min indik, ikiwa hii anayosema Muhammad ni haki yatoka kwako. Hawakusema ya Rabbi tuwafikishe tuifuate, wakasema faamtir alaina hijaratan min as-sama, tuletee mvua ya mawe tuangamize. Lakini haki hii alete huyu ndiye anatuambia haki hii, huyu yatima huyu, tuletee mvua ya mawe tuangamize. Yani wanataka ile haki mtu mtukufu hivi Abu Jahal hivi apewe yeye. Allah anasema Allahu a'lamu haithu yaj'alu risala, Allah anajua wapi kwa kuweka utume wake. Maisha ya dunia Allah anampa mtakaye maisha ya dunia. Je, utume atoe mtu yote? La, Allah anajua wapi pa kuweka risala yake. Utume huu ajifanye mambo atakuwa si mambo, alafu mtume wao bwana kufanya hivi bwana. Mtume Allah anasema anajua wapi pa kuweka risala yake, atoe mtu yote. Qasamna bainakum ma'ishatahum fil hayati dunya, maisha yao tumeyagawa katika dunia hii. Allah anajua huyu ampe hichi, huyu ampe hichi, huyu ampe hichi dunia, lakini utume Allah anajua wapi pa kuweka. Sasa wakasema hivyo, tuangamize mvua ya mawe au itina bi'adhabin alim, au tuletee adhabu umizayo. Kama mawe haangamizi, tuletee adhabu tuangamie sote, lakini haki hii hatuifuati. Ikaja jawabu hili, kama kana Allahu liyuadhibahu wa anta fihim, Allah hawaadhibu hawa madamu wewe uko pamoja nao, hujafa. Yani tengia huzuni wakiangamizwa nawe uko hai, tofauti na mitume mingine wewe. Wama kana Allahu liyuadhibahu wa hum yastaghfirun, na Allah hawi mwenye kuangamiza madamu wamo katika wao wanaleta istighfar. Walikuwa wakisema, japo wanatufu uchi al-Kaaba, lakini huko wanasema ghufrana, kama alivyosema Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu, wakisema ghufrana
ya Rabbi tusamehe, ya Rabbi tusamehe. Kwa sababu hiyo hawaangamizi huko akhera, ndio wanasubiri. Walakad halakna ashya'akum, kwa hakika tumewaangamiza wenzenu, na umma sabiqina, miongoni mwa umma zilizopita, alladhina amilu kama amiltu, waliofanya matendo kama mliofanya nyinyi, wakadhabu kama kadhabtu, wakakadhibisha kama mlivyokadhibisha nyinyi, kwa haki hamuitaki, Allah akawaangamiza. Fahal min mudakir, basi je, yuko anazikatia akakumbuka haya, mtadhakir akakumbuka, ya'lamu anna sunnatullahi fil awwalina wal akhirina wahida, akajua kwa mwenendo wa Allah ule ule kuangamiza, wa mwanzo na wa mwisho mwenendo wake ni mmoja. Wa anna hikmatahu, na hakika hikma yake Allah, maktadhat, kama ilivyotaka hikma yake, ihlaku ulaika al-ashrar, kuangamiza watu hawa ambao ni waovu. Inna haulai mithluhu, hakika ya watu hawa ni mfano wao, wataangamizwa na wao. Wala farqa baina al-fariqain, hakuna tofauti kati ya makundi mawili haya, kundi lililopita la umma zilizopita na kundi hili la sasa hivi makafiri hawa wa ummati Muhammad, hakuna tofauti. Allah tawaangamiza. Akufarukum khairun min ulaikum, je, makafiri wenu ni bora kuliko wale? Kwa madhubuti zaidi, na wale tumewaangamiza, tumeshindwa kuangamiza nyinyi. Mnakum bara'atun fi zubur, hamna maandishi katika vitabu yameandikwa kwamba muangamizi fanyeni mnavyotaka, hamna maandishi hayo. Kwa hivyo Allah tawaangamiza vile vile. Wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur, na kila kitu alichofanya kimo katika vitabu, limo katika vitabu, kitu hicho alichofanya kimeandikwa. Ay kullu ma fa'aluhu, yote waliofanya, min khairin wa sharri, ya khairi na shari, maktubun alaihim, wameandikiwa kutubi alqadariya, katika vitabu ambavyo vya makadirio, katika lauhi mahfudhi. Allah kaviandika mambo yao waliyofanya, yamo katika lauhi mahfudhi. Wa kullu saghirin, na kila dogo, wa kabiri na kubwa, mustatar, mustatar manake yamewekewa mstari, manake yameandikwa, kubwa na kubwa limeandikwa. Ay mustatar maktubun, manake limeandikwa maktubu. Wa hadha haqiqatul qada'i wal qadar, na huu ndio uhakika wa qada na qadar, ndio hii. Wa anna jamia al-ashiya'i kulliha, na kwamba jumla ya vitu vyote, kad alimaha Allahu ta'ala, Allah amevijua. Wasattaraha indahu, na Allah kaviandika mbele yake, fi lawhi mahfudhi, katika ubao wenye kuhifadhi mambo yote. Fama shaa Allahu kana, Allah lilitaka limekuwa. Wama lam yasha lam yakun, na lilokuwa halitaki Allah hakulitaka halikuwa. Alilotaka limekuwa, alilokuwa hakulitaka halikuwa. Fama aswaba linsanu, mwanadamu lolote lilompata, lam yakun liyakhtiahu, hakuwa ni mwenye kulikosa, litampata tu. Wama akhtaahu, na lilomkosa, lam yakun liyusibahu, hakuwa ni mwenye kulibali. Amengalikimbilia pale, meningiliwahi hata ngalikimbilia singaliwahi. Na uko kuikosa kwako, Allah tayari kuna kitu amekuepusha. Nilipozama medi pale, mtu analia, mimi na tiketi yangu bwana, mnanizuia. Anaambiwa huingii tena, medi baada ya kushafungua gati, huingii tena bwana, niachie nafika pale. Saa 6 za usiku alipigwa simu, medi imezama. Allah subhanahu wa ta'ala kakadi makadirio yako kwamba yeye asife kwenye medi. Kwa hivyo unaweza kusema ukasikitika na nini, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anajua kila kitu, wewe hujui chochote. Kwa hivyo mwanadamu lilokuwa limsibu litamsibu tu, na lilokuwa lisimsibu haliwezi kumsibu. Na huo ndio msimamo watu wanavyotakiwa wawe. Kullan yusibana illa ma kataba Allahu lana, halitusibu chochote sisi isipokuwa Allah alilotuandikia kwamba litusibu. Na huo ndio msimamo uliokuwa sawa sawa. Innal muttaqina, hakika ya wacha Mungu, lillahi, wanaomcha Allah, bifi'li awamirihi, kwa kufanya amri zake, kutekeleza amri zake, watarku nawahihi, na kuacha ambayo Allah kayakataza. Alladhina taqaw shirka, wale ambao wamejikinga na shirki, hawaifanyi, wamejikinga na shirki, wal kabairi wasaghairi, wakajikinga na makosa makubwa na madogo, hawafanyi, wanajitahidi hilo. Yakitokea basi makosa ni madogo madogo, makubwa wanajikinga nayo. Hawa fi jannatin wa nahar, watakuwa wako peponi na mito, yani watakuwa katika mabustani yapitiwayo na mito. Jannati ni jamu ya janna, na janna manake ni bustani, na imeitwa janna kwa sababu ina miti mingi, imeitwa janna kwa sababu miti yake ni mingi. Fi jannatin naim, watakuwa katika mabustani yenye neema. Allati fiha, ambayo katika mabustani hayo peponi, ma la ainu ra'at, jicho halijapata kuona, wala udhun sami'at, wala sikio halijapata kusikia kwamba peponi kuko hivi, uhakika wake yani kuko hivi, hajapata kusikia jicho. Wala khatara ala qalbi basharin, wala haijampitikia mtu akafanya makisio
kwa peponi labda ni kama jumba la kabusi vile. La, hakuna makisio hayo. Minal ashjari aliania, miongoni mwa miti yenye kustawi vizuri. Aliania, miti yenye kustawi vizuri. Wala nahari jaria, peponi muna mito ambayo inapita maji yake kwa uzuri. Walkusuri rafia, na kuna majumba ya kifahari yaliyokwenda juu. Walmanazili alaniqa, na vile vile kuna majengo, nyumba za kifahari, alaniqa za kifahari. Walmaakil walmasharib, na vile vile kuna vyakula mbalimbali na vinywaji mbalimbali. Alladhidha, yenye ladha kwa kula, vyakula vyenye ladha na vinywaji vyenye ladha. Walhurul hisan, na wanawake wanaitwa hurul ain, ambao ni wanawake wenye uzuri mkubwa. Alhur alhisani ni wanawake mahurul ain ambao wana uzuri uliokuwa mkubwa mno. Waraudhati albahia, na mabustani yenye uzuri wa kupendeza. Aljinani, katika pepo. Waridha almaliki dayan, na watapata Allah subhanahu wa ta'ala kuwaridhia mfalme ambaye ni mlipaji wa kila kitu. Walfawzu biqurbihi, na watapata kufanikiwa na kufuzu kwamba watakuwa wako karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha qala, kwa ajili hiyo Allah akasema, hao wacha Mungu wapi watakuwepo? Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, katika kikao chenye heshima kubwa mbele ya mfalme ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye uwezo wa kila kitu. Fala tasalu baada hadha, usiulize baada ya hapo. Amma yu'tihim rabbuhum, kitu gani Mola wao atawapa. Karamatihi wa judihi, katika makarama yake Allah subhanahu wa ta'ala na ihsani zake na kutoa kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Wayamudduhum bihi min ihsanihi wa minnatihi, na Allah subhanahu wa ta'ala tawapa katika ihsani zake Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila zake. Ja'alana Allahu minhum. Sheikh akamalizia, Allah tujalie katika hao. Wala haramna khaira ma indahu, Allah situnyime khairi ambazo ziko kwake yeye. Bisarri ma indana, kutokana na shari na maovu ambayo tulionayo sisi. Tamma tafsiru suratul Qamar, imekamilika tafsiri ya suratul Qamar. Insha Allah kufuatia ni suratul Rahmani katika darasa itakofuatia insha Allah taala.